Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumania kwamba mnaendelea salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu. Na basi tunawakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kiusalama inazidi kuzorota siku baada ya siku. Tuanzie huko mkoani Kivu Kusini, ambako baada ya majuma kadhaa ya kuhama kwa kulazimishwa kutokana na hali ya ukosefu wa usalama, wakazi wa Tushunguti pamoja na vijiji vingine vya jirani vilivyoko katika grupema ya Ziralo wilayani Kalehe wameanza kurejea taratibu katika maeneo yao ya asili. Harakati hizi za kurejea nyumbani zinajiri zaidi ya mwezi mmoja baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha waasi wa AFC M23 dhidi ya jeshi la Kongo FARDC pamoja na wazalendo katika maeneo mbalimbali kati ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, idadi kubwa ya familia zinazorejea zilikuwa zimekimbilia katika maeneo tofauti ya grupema ya Waloa Luanda wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini, hasa katika vijiji vya Biriko, Busurungi na Lukaraba, ambako zilipata hifadhi ya muda wakikimbia mapigano na mashambulizi ya mabomu. Hadi sasa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi kamili ya kaya ama menage ambazo tayari zimerejea katika vijiji vyao. Viongozi wa eneo hilo wanasema kuwa bado hakuna zoezi rasmi la sensa lililofanyika ili kutathmini kiwango halisi cha watu waliorudi. Kwa mujibu wa baadhi ya wakazi, wanadai kuwa kurejea huku kunachangiwa zaidi na kuimarika kwa kiasi kwa hali ya usalama katika baadhi ya maeneo yaliyorejeshwa chini ya udhibiti wa vikosi vya serikali na washirika wao wazalendo. Aidha, maisha magumu yaliyokuwa yakikabili familia nyingi katika maeneo ya hifadhi pia yamewalazimu wengi kurejea nyumbani licha ya changamoto zinazobaki. Licha ya hatari ya usalama kuendelea kuripotiwa katika baadhi ya maeneo, familia nyingi zinasema zimeamua kurejea ili kuanza upya maisha yao ya kawaida pamoja na shughuli za kilimo ambazo zilisimama tangu kuanza kwa mapigano. Hata hivyo, hali ya kibinadamu bado ni ya kusikitisha katika vijiji kadhaa vya grupema ya Ziralo. Baadhi ya familia zilizorejea zinasema zimekuta nyumba zao zimeporwa au kuharibiwa, huku wengine wakidai kupoteza karibu mali zao zote wakati wa mapigano na kipindi cha kuhama. Ukosefu wa chakula, blanketi, vyombo vya nyumbani na mahitaji mengine ya msingi ni miongoni mwa changamoto kubwa zinazowakabili kwa sasa wakazi waliorejea. Wakazi wengine pia wanaripoti matatizo ya kupata maji safi pamoja na huduma nyingine muhimu za kijamii. Huduma za afya nazo bado zinaendelea kuwa changamoto kubwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiafya, vinadai kuwa vituo vingi vya afya bado havijaanza tena kutoa huduma kikamilifu baada ya mapigano kutokana na ukosefu wa vifaa vya tiba, dawa na wakati mwingine wahudumu wenyewe wa afya hawapatikani. Kutokana na hali hiyo, wananchi waliorejea wanatoa wito kwa serikali ya Kongo pamoja na mashirika ya kibinadamu ya kitaifa na kimataifa kuingilia kati haraka kwa kutoa msaada wa dharura kwa familia zilizoathirika na kusaidia kurejesha huduma muhimu za kijamii katika sehemu hiyo ya Kivu Kusini. Na tujielekeze huko mkoani Kivu Kaskazini, ambako hali ya utulivu wa tahadhari ilionekana kurejea katika vijiji vya Mpeti na Minjenje vilivyoko katika eneo la Banakindi ndani ya grupema ya Kisimba wilayani Walikale baada ya usiku wa hofu na taharuki uliosababishwa na harakati za kijeshi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala vya eneo hilo, vinadai kuwa hali ya hofu ilianza Alhamisi jioni kufuatia kujiondoa kwa muda kwa wapiganaji wa wazalendo kutoka katika nafasi ya Luola ambayo inachukuliwa kuwa eneo muhimu katika ulinzi wa mji wa Pinga pamoja na maeneo yanayoyazunguka. Wakazi wengi waliingiwa na hofu wakihofia kusonga mbele kwa waasi wa AFC M23 kuelekea vijiji vyao.
hali iliyowalazimu baadhi yao kukimbilia Pinga kwa taharuki kubwa. Taarifa kutoka vyanzo mbalimbali zinaeleza kuwa kujiondoa huko kulitokana na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yani drone yanayodaiwa kufanywa na waasi wa AFC M23. Drone hizo zinaripotiwa kurushwa kutoka eneo la Ihula zikilenga nafasi zinazoshikiliwa na jeshi la serikali pamoja na washirika wao wazalendo katika sehemu mbalimbali za wilaya ya Walikale. Hata hivyo, katibu mtawala wa Grupema ya Kisimba amesema hali ya usalama ilianza kutengemea usiku baada ya wapiganaji wazalendo kurejea katika nafasi zao za awali huko Luola. Hatua hiyo ilisaidia kupunguza hofu iliyokuwa imetanda miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Shughuli za kijamii na kiuchumi zilianza kurejea taratibu katika vijiji vya Mpeti na Minjenje. Baadhi ya wakazi walirejea majumbani mwao huku maduka madogo yakianza kufunguliwa kwa tahadhari. Licha ya hali hiyo, bado wananchi wengi wanaendelea kuwa na hofu ya kuzuka tena kwa mapigano katika eneo hilo. Tahadhari hii mpya ya kiusalama inaonyesha tena hali tete inayoendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Walikale ambayo mara kwa mara hukumbwa na mapigano kati ya waasi wa AFC M23 na vikosi vya serikali vinavyosaidiwa na wapiganaji wazalendo. Wakati huo huo, katika Grupema ya Ikobo bado wilayani Walikale tu, waasi wa AFC M23 walifanya sherehe ya kumweka rasmi kiongozi mpya wa kijiji cha Iremia, eneo ambalo limekuwa chini ya udhibiti wao kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Shughuli hiyo ilifanyika katika kijiji cha Kateku, makao makuu ya eneo hilo, mbele ya baadhi ya wakazi pamoja na viongozi wanaounga mkono waasi hao. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vinadai kuwa hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa AFC M23 wa kuimarisha utawala wao sambamba katika maeneo wanayoyadhibiti Kivu Kaskazini. Kiongozi mpya aliyeteuliwa ni Muhindo Mushiwanja anayechukua nafasi ya Karinda Theoneste ambaye aliuawa na wapiganaji wazalendo takriban masaa 48 ama presque 48 heures tu baada ya kuteuliwa kuongoza eneo hilo. Mwami wa Grupema ya Ikobo Makasi Likanga ambaye kwa sasa hayupo eneo hilo alithibitisha taarifa hizo huku akilaani kile alichokiita ukiukwaji wa taratibu za kimila zinazotumika katika uteuzi wa viongozi wa kienyeji. Kwa mujibu wake, uteuzi wa viongozi wa kimila unaofanywa na waasi unaweza kuongeza migogoro ya madaraka ndani ya jamii husika. Kiongozi huyo wa kimila pia anaonya kuwa kuendelea kuwekwa kwa viongozi sambamba katika maeneo hayo kunaweza kusababisha migogoro mipya ya kiusalama na kiutawala hata baada ya waasi hao kuondoka katika eneo hilo. Kwa miezi kadhaa sasa, AFC M23 imekuwa ikiendelea hatua za kuweka utawala sambamba katika maeneo mbalimbali yaliyo chini ya udhibiti wao huko Kivu Kaskazini, jambo ambalo linaendelea kupingwa vikali na viongozi wa kiutawala pamoja na wa kimila wanaotambuliwa na serikali ya Kongo. Wimbi jipya la mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF linaendelea kuzamisha maeneo kadhaa ya mashariki mwa Kongo katika hali mbaya ya ukosefu wa usalama. Ndani ya kipindi cha wiki 3 pekee zilizopita, angalau mashambulizi 24 yameripotiwa katika sheferi ya Babila Babombi iliyoko wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na shirika la kutetea haki za watoto na wanawake lijulikanalo kama APDF. Kwa mujibu wa shirika hilo la haki za binadamu, linadai kuwa mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya takriban raia 131, yani 131 civil katika vijiji mbalimbali vya sheferi hiyo. Ripoti hiyo pia inaonyesha kuwa watu 26 bado hawajulikani walipo, huku familia nyingi zikiendelea kutafuta habari za ndugu zao waliopotea baada ya mashambulizi hayo. APDF inaeleza pia kuwa mali nyingi za wananchi zimeharibiwa wakati wa mashambulizi hayo. Angalau nyumba 27 zilichomwa moto na washambuliaji, huku pikipiki 11 nazo zikiteketezwa. Aidha, visa kadhaa vya uporaji wa nyumba, maduka pamoja na mali muhimu za wananchi viliripotiwa katika maeneo yaliyoathirika.
Kutokana na hali hiyo ya ukosefu wa usalama, idadi kubwa ya wananchi imekimbia makazi yao katika vijiji mbalimbali vya Babila Babombi, wakiwa na hofu ya kushambuliwa tena. Familia nyingi zimeelekea katika maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi, jambo linaloendelea kuzorotesha hali ya kibinadamu katika sehemu hiyo ya Ituri. Shirika la APDF linatoa wito kwa serikali ya Kongo pamoja na washirika wake kuendelea kuimarisha operesheni za pamoja kati ya FARDC na jeshi la Uganda UPDF dhidi ya waasi wa ADF katika maeneo yaliyoathirika. Shirika hilo pia linaomba msaada wa haraka wa kibinadamu kwa wananchi waliokimbia makazi yao ambao wanakabiliwa na matatizo makubwa ya chakula, huduma za afya na makazi. Aidha, APDF linataka kufunguliwa kwa uchunguzi huru ili kubaini wahusika wa mauaji hayo ya mara kwa mara yanayowalenga raia. Katika wilaya jirani ya Beni huko Kivu Kaskazini, hali ya usalama nayo inaendelea kuwa ya kutisha. Miili ya watu waliouawa ililetwa hivi karibuni kutoka eneo la Pangolo karibu na Mantumbi baada ya shambulizi jingine linalodaiwa kufanywa na wapiganaji wa ADF. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, vinadai kuwa shambulizi hilo limezua hofu mpya miongoni mwa wakazi wa eneo hilo ambao kwa miaka kadhaa wamekuwa wakikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi mbalimbali ya waasi yanayofanya shughuli zake katika eneo hilo. Janga hili jipya linaongeza hofu na wasiwasi miongoni mwa wananchi wa maeneo ya Beni na Mombasa ambayo yanaendelea kushuhudia mashambulizi mabaya dhidi ya raia licha ya operesheni za kijeshi zinazoendelea mashariki mwa Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ili uzidi kuhabarika zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.